Yo, mambo vipi alikabulane people, so tumerudi tena tunaendelea na story. Hivi unajua kama Majanti kuna kipindi walitawala. Majanti wametawala kwa kipindi cha miaka 1636. Ilikuwa ni kipindi kabla ya flood, kabla ya mafuriko na baada ya Adam. Kwa hiyo ilikuwa ni katikati pale. Unakumbuka baada ya Adapa na Eve alikuja serpent, ambako vitabu vyote vya dini vinamtafasiri kama nyoka au sio, lakini alikuwa sio nyoka, alikuwa ni serpent. Kwa alikuwa ni kind kama reptilians. Katika story zetu tunakumbuka mwanzo kabisa tulikuwa tunaongelea kuhusu dragonians, so inawezekana kando ndio yule, sitaki kusema hivyo. Lakini kwa hapa kwa watu wengi wako na suggest kwamba inawezekana ni Enlil aliamua kutaka kuwafungua akili wanadamu. So palikuwa na option mbili kwa Adam, either kuwa wise au kuwa mortality. Hakuambiwa direct kwamba unatakiwa kuchagua, ila aliambiwa kama ukila litunda basi utakuwa hivi na ukila litunda utakuwa hivi. Kwa alipewa option, kwa kazi yote ilikuwa ni kwake. Anyway, so tunaenda mbele. So baada ya Adam na Eve walizaa mtoto ambaye alikuwa ni Cain na Abel. Tunakumbuka story. Kisha Cain akamuoa Abel. Story ni kutoka kwenye kitabu cha Enoch. So Enoch, kutokana na maelezo yake, inadai kwamba Cain hakuwa kwa bahati mbaya, ila alikusudia kumuoa mdogo wake, kumuoa Abel, kumuoa ndugu yake. Kwa baada ya kumuoa vile, Enki mwenyewe alimfuata Cain akamuuliza kwa nini umefanya hivi, ambapo Cain ilitakiwa either akubali kosa alilofanya na either kuomba msamaha, lakini Cain akachagua kuendelea kuwa Cain kama jina lake lilivyo. Kwa alichagua kusimama kwenye maamuzi yake. Kwa ndio hapo Cain akaondoka katika hiyo sehemu ambapo alikuwepo. Tunakumbuka baada ya Adapa na Eve kule litunda wakawa wametoka katika bustani ya Eden. So popote walipokuwepo, Cain pia akaamua kuondoka katika hiyo land, akaenda land nyingine. Na kule ile land nyingine aliyoenda, Cain alikutana na viumbe wengine. Ukirudia tena story nyuma utaelewa pia kwamba nilikuwa nimepata alipeshakuwa na viumbe wengine. Kwa akaenda kukutana na viumbe wengine. Alipokutana na viumbe wengine, kilichofanyika kwamba Cain akaendeleza maisha yake, kwa akaoa, akazaa na maisha yake yakaendelea. So Cain, katika kizazi cha Cain, ni kupeleke fast forward, Cain alikuwa na mjukuu wake ambaye alikuwa anaitwa Lamech. Alipokuja kukua, akawa na wake wawili, ambao mke wa kwanza alikuwa anaitwa Eda na mke wa pili alikuwa anaitwa Zila. Ambapo na huko tukirudi nyuma tena kwa upande wa Adam na Eve, ambapo Eve alizaa mtoto mwingine alikuwa anaitwa Seth. So hapo unaona kuna taifa mbili. Kuna vizazi viwili. Cain aliamua kurebel, akaondoka, akaenda kuanzisha taifa lake. So Cain huko kule alipoenda, alienda kuanzisha tamaduni yake nyingine kabisa upya, na maisha yake yaliendelea. So ilikuwa hivi. So katika kule Cain alikuwa na jamaa alikuwa anaitwa Jabu. Jabu kazi yake yeye ilikuwa ni jamaa, alikuwa anaongoza, alikuwa ni kama tuseme ni kama waziri. Kwa mfano kama tukiita kwenye serikali ya kisasa hivi, yule jamaa alikuwa kama ni waziri wa mifugo. Au sio bwana? Yaani yeye jamaa alikuwa anasimamia masuala ya mifugo. Ambapo palikuwa na mtu mwingine alikuwa anaitwa Jubu. Jubu kazi yake ilikuwa ni masuala ya muziki. Alafu alikuwa na bwana mwingine ambaye alikuwa anaitwa Tubuke. Tubuke alikuwa ni fundi. Kwa alikuwa ni fundi mambo yote, silaha na vitu kama hivyo. Hao jamaa kuachana na silaha ile, kuachana na zile silaha za miungu tunaongelea kina Anunnakis, kuachana na zile silaha. Pia hao jamaa walikuwa ndio binadamu wa kwanza kutengeneza silaha. So kutokana na maisha, Lamech alikuwa ni mtu ambaye anajisifia jinsi babu yake alivyokuwa, tuseme anaweza kusema mtu strong mpaka akaua, unaelewa. Kwa hiyo yule jamaa alikuwa kujisifia kupitia poems. Alikuwa na wake zake anakuwa kujisifia kupitia poems. Kwa namna fulani unaweza tukamuita labda alikuwa kama ni rapper. Unajua poems na venda. Kwa upande mwingine, upande wa Adam na Eve walibakia. Nakumbuka palikuwa na mtoto anaitwa Seth. So Seth alipotoka pale, Seth naye alienda kuwa na kizazi chake, ambapo katika kizazi chake ndio tunaenda kumpata jamaa mmoja alikuwa anaitwa Noah, ambao baba yake na Noah alikuwa anaitwa Mathusla. Alafu babu yake na Noah, nakumbuka babu yake na Noah ambao ndio chanzo cha historia yote. Babu yake na Noah alikuwa anaitwa Enoch, ambao ndio ambaye aliandika historia yote hii. So upande huo wa Seth maana yake aliendelea kufuata sheria na tamaduni za kimungu, yani za Anunnaki. Au sio, aliendelea kufuata zile tamaduni. Ambapo upande mwingine wa Cain kwa kifupi alikuwa ni mtu na revolution yake tu. Alikuwa baada ya maisha kuendelea, watu wakaendelea kuzaliana. Hapa tunapata aina mbili za binadamu. Kwa hiyo tunapata aina moja ambao ni binadamu, alizaliwa na binadamu, lakini pia anaishi na watu ambao either sio binadamu au sio binadamu kamili,
Alafu hapo tunapata upande mwingine ambao ni binadamu, alizaliwa binadamu na pia life yake inaendelea na ubinadamu, ambapo pia kuna lineage za umungu. Usisahau hilo kitu. Kuna DNA za umungu katika wote wawili hawa. So maisha yaliendelea, wakaendelea kuzaliana na vitu kama hivyo. Turudi nyuma. Nakumbuka mwanzo nilikwambia kwamba katika Anunnaki, tunavyosema Anunnaki hatusemi kwamba ni Anunnaki tu, Enki, Enlil na ndugu zao. No, tunapoongelea Anunnaki tunaongelea ni tabaka la miungu. Kwa hiyo ni kundi kubwa sana la miungu, au sio bwana, ambao viongozi wao ndo kama tunajua kwenye mainstream ambao ni Enki na Enlil ambao ndo chanzo cha binadamu, au sio? Kwa hiyo tunapoongelea Anunnaki tunaongelea kundi la miungu wengi ambao katika hao miungu wana tabaka tofauti tofauti na ngazi tofauti tofauti, ambapo tunapata malaika kama tunavyoita ambao ni walinzi na kila kitu. So binadamu alivyokuwa duniani hapa, unakumbuka kazi iliyokuwa inafanyika duniani ni kufanya kazi obvious. So palikuwa na watu ambao ni watchers, walikuwa ni kama manager au supervisors. So wale supervisors ambao tunaweza tukawapa tabaka la malaika kama dini zinavyotambua. Wale jamaa walikuwa ni kama malaika ambao walikuwa wametumwa kwa ajili ya kuangalia binadamu wanafanyaje, wanaoperate namna gani pande zote mbili. So wale jamaa, kutokana na watu wakawa wanazaliana, wale jamaa wakawa wamefall in love na binadamu jinsi walivyo, wakawa wamependa kujimix na wanawake wa binadamu, wakaanza kuzaliana. Unanielewa? Wakaanza kuzaliana katika uzao ule, ndio hapo tunakuja tunapata watu ambao ni giant, ambao wale ndio Nephilims. Wolf ukawa mengi kwa sababu kumbuka kiongozi wetu yule bwana Cain, yeye alikuwa anaongoza katika hali ya ugaidi zaidi na aliishi miaka mingi. Yule jamaa aliongoza kwa almost miaka 800 straight up, na alikuwa ni gaidi kupindukia. So hata kizazi chake na vizazi vilivyokuwa kipindi kile ilikuwa ni ugaidi kwa kwenda mbele. Palifikia tu kwamba uhalifu ulikuwa mwingi hadi wanyama walitambua kama kuna uhalifu. Majanti walikuwa wanazaliwa, ambao majanti tunaelewa ni hybrid kati ya binadamu na malaika. Kumbuka malaika wakaanza kuingia na binadamu, ndio tunapata Nephilims. Binadamu wenyewe, binadamu kamili wakawa na decline. Unaelewa, ni binadamu kamili wakawa wanapungua wingi. Kwa ambao ni mix race, ambao ni hybrid, watu ambao walikuwa ni hybrid walikuwa wanakuwa wengi kuliko binadamu kamili. So tunakuja tunapata kwamba familia sasa, tunarudi sasa katika upande wa kina Seth. Baada ya kuwa tayari familia ishaendelea, so Methuselah akawa amezaa mtoto. Yule mtoto alizaliwa kimaajabu sana, au sio? Yule mtoto jinsi alivyozaliwa, kitu cha kwanza alikuwa ni mweupe kama karatasi, kwa kifupi tunasema, kwa sababu jinsi Enoch anavyomdescribe alikuwa ni mweupe kama saluji. Kwa alikuwa ni mweupe kama sufi vile. Sasa baba ule mtoto ambaye ndo Methuselah, alivyomwona ule mtoto, yule baba akawa amekimbia, kwa sababu mtoto alivyofungua macho yake yanawaka kama mataa na akaanza kuongea immediately. Baba yule mtu akawa amekimbia, ambapo kipindi hicho Enoch hayupo katika ile eneo. Enoch alikuwa sehemu nyingine. Kwa yule bwana akawa amekimbia mpaka kufika kule Enoch alipokuwepo. Akaenda akamuelezea hiyo story. Enoch akamwambia, "Tali story nilikuwa nishaiona. Na yule mtoto ni wa kwako. Ila tu kitu ambacho ukijui ni kwamba katika uzazi wetu sisi tuko na line za watu kutoka mbinguni. Kwa kifupi tuko na line za miungu. Kwa hiyo na wewe inawezekana umezaa mmoja kati ya hao watu." Umeelewa? Ambao ndo nani? Huyo ndo Noah. Kwa hapo tunapita tunaelewa kabisa kwamba Noah alikuwa sio pia fully human, alikuwa ni hybrid. Or is either alikuwa ni kama Nephilims, lakini alikuwa ni good side, au sio? Unanipata taratibu, tunaenda taratibu, sijui kama naeleweka. Na kama unapenda story hizi, please naomba unifollow kwa sababu so wale jamaa ile Noah akawa anakuwa. So Noah kama amekuwa, na Noah pia kama amekuwa na familia yake, ambapo uovu ukawa unaendelea mpaka kafikia Enki na familia nzima ya Anunnaki wakawa wamejuta kuumba binadamu. So wakaamua kwamba cha kufanya hapa ni kurestore dunia. Kwa hiyo kurestore watu. Ndio hapo ikawa imetokea flood. Kwa kabla flood, Noah akawa amepewa taarifa kwamba atengeneze, kwa sababu kwa kipindi kile ilikuwa ni Noah tuna familia yake. Kwa kumbuka Noah kwanza alikuwa so human, alikuwa so fully human. Lakini ni watu pekee ambao walikuwa kidogo wako kwenye hali ya utu. Sio kama nipata. Yaani ni watu kidogo wako kwenye hali ya utu. Wengine wote walikuwa ni chagara baga. Kwa Mungu tuseme Mungu akamfuata Noah akamwambia
plani yangu ni hivi na hivi na hivi, kwa hiyo nataka kufanya hivi na hivi na hivi. Ndio Noa kama jenga ile meli kama jenga yake, na Mungu kama amefungua mbingu, maji yakatoka chini, maji yakatoka juu, ambapo kana mafuriko. So kitu ambacho tunataka tuelewe ni kwamba, kwa sababu baada ya pale inasemekana kwamba so Nephilims wote walikufa, kuna baadhi walibaki. Kuna baadhi ya Nephilims walibaki. Nakis wakaamua kurestore dunia, lakini wakaamua kwamba watumie mbegu ambayo ndio itakuja kuanzisha tena humanity mpya kwa kutumia upande wa Set line ambayo ni Noah na familia yake. Lakini tunakumbuka kwamba Noah pia alikuwa so fully human being. Hilo swala usisahau, ambapo familia yake tu ndio alikuwa human being, lakini Noah pia naye alikuwa ni Nephilim. Kwa baada ya flood na maana Nephilims waliendelea, kwa sababu kumbuka Noah alikuwa so fully human being. Kwa maana yake Nephilims hawakufa, na ndio maana rebellions au ugaidi uliendelea baada ya pale. Au ni mawazo yangu, haipo kwenye story, lakini kwenye story ni kwamba tunajua Noah alikuwa ni hybrid, na uzazi uliendelea na mabalaa aliendelea, kwa sababu mabalaa ya kuisha baada ya flood. So kama unajua zaidi pia unaweza chini kwenye comment pale, unaweza kujazilizia ambapo unaona sikutimiza au sikuenda fresh. Tunashukuru sana.